Bwana, taarifa zikufikia kwamba Max Nzengeli sio mwananchi tena, kwa taarifa ambazo ninazo. Na najua litauma sana mashabiki wa Young Africans, litauma sana wanachama wa Yanga, lakini ndio hali ilivyo. Hakuna namna. Ukiwa shabiki wa mpira, kuna wakati mchezaji wako mzuri ataondoka na ataondoka kwenda kwenye timu nyingine na anaweza kaenda kwa watani wako wa jadi. Na taarifa ambazo ninazo ni kwamba Max Nzengeli sio mchezaji wa Yanga, ila ni mchezaji ambaye yupo Yanga kwa mkopo, lakini pia mkopo wake unaisha mwishoni mwa msimu huu na ataondoka kwenda kujiunga na timu nyingine, na ni timu ya hapa Tanzania. By the way, timu ambayo anaenda kujiunga nayo, aenda kujiunga na timu ya hapa Tanzania. Ni timu gani hiyo? Nisikilize vizuri kwa umakini wa hali ya juu. Max Nzengeli wakati anakuja Yanga alikuja akasaini mkataba wa miaka 2 wa mkopo, mkataba ambao unatamatika mwishoni mwa msimu huu. Lakini hapa katikati Nzengeli mwenyewe ni kama alionyesha dalili za kutaka kuendelea kubaki kwenye kosta ya Young Africans. Kwa hiyo akataka kuondoka kwenda kutafuta changamoto sehemu zingine. Akaiambia management yake na management yake ikakubali. Na issue ni kwamba mpaka anaiambia management yake tayari alikuwa ameshapokea ofa kutoka kwenye moja ya klabu kubwa tu hapa Tanzania. Na kwenye ile ofa ambayo alipokea ofa ambayo ina mshahara mkubwa sana, lakini pia ofa ambayo ina signing fees kubwa sana. Yaani kwa maana ile pesa yake ya uhamisho ni kubwa sana, kiasi kwamba yeye mwenyewe kama mchezaji akaiambia management yake kwamba kwa ofa ambayo nimeipokea kutoka hapa Tanzania siwezi kuiacha na niko tayari kuondoka Young Africans kwa sababu hata mkataba wangu wa mkopo unamalizika, kwa taarifa ambazo nilikuwa nazo. Sasa huyu ni mchezaji ambaye yupo pale kwa mkopo. Sasa kwa sababu mkopo wake unaisha, maana yake anaamua mwenyewe aende kwenye timu gani na management yake. Na kwa taarifa ambazo nazo ni kwamba management yake pia ilifanya mawasiliano na klabu ya Simba na walishazungumza tangu wiki iliyopita, ambao Nzengeli ameanza kuzungumza na Simba tangu mwezi Januari. Na of course kwa ofa ambayo alipatiwa ilikuwa ni kubwa sana, kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu yeye kwenda kuikataa. Na mpaka sasa hivi kwa taarifa ambazo nazo ni kwamba yeye na Simba mambo ni fresh kabisa. Yaani mazungumzo yao yalienda vizuri kabisa. Sasa hivi kuna vitu vidogo tu ambavyo vinashughulikiwa kwenye makubaliano ambayo walikubaliana, na kama vitakaa sawa, vitakamilika kama ambavyo inatakiwa, maana yake Max Nzengeli ataondoka kwenda kujiunga na klabu ya Simba. Na baada ya Yanga kugundua kwamba Simba wameshaanza mazungumzo na Max Nzengeli na wamefikia pazuri, nao ikabidi waende Kongo wakaulize kuhusu Elie Mpanzu, kwamba Mpanzu amesajiliwa na Simba moja kwa moja upo kwa mkopo. Sasa kufika kule wakaambiwa bwana amesajiliwa moja kwa moja, sio mchezaji ambaye ameenda Simba kwa mkopo. Kwa hiyo baada ya kufika kule kugundua kwamba Elie Mpanzu hajapelekwa kwa mkopo Simba, amesajiliwa moja kwa moja, ikabidi sasa warejee kwa Max Nzengeli. Na siku ya juzi baada ya mchezo wao dhidi ya Namungo kumalizika, viongozi wa Yanga walikaa pia na Max Nzengeli kuzungumza naye, kwa taarifa ambazo niko nazo, na walikuwa na mshawishi aweze kusaini mkataba mpya na watamuongezea mshahara, lakini pia watampa bonus nzuri, kwa maana asaini sasa mkataba wa moja kwa moja baada ya mkataba wa mkopo kumalizika. Kwa sababu kwenye mkataba wao wa mkopo kulikuwa kuna kipengele cha kwamba kama hata Yanga watafurahishwa na performance yake, wana uwezo wa kumsajili na kuwa mchezaji wa Young Africans. Lakini bado Max Nzengeli aliwaambia wasubiri kwanza mpaka msimu utakapomalizika, kwa sababu tayari yeye mwenyewe anajua ni wapi ambapo anataka kuelekea, na tayari yeye macho yake na sana masikio yake sasa hivi anataka kusikia habari za kwenda Msimbazi, kwa sababu ameahidiwa donge nono sana. Lakini pia Simba ndio timu ambayo kwa sasa inaonekana kuwa na project nzuri, kwa maana ile project ya kwenda kusaka mataji iko nzuri sana kwenye cost ya Simba, na hiyo pia inaambiwa kwamba ni influence kubwa kwake kwenda kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu. Sasa kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba hata wakati ule alijiunga na klabu ya Simba, yeye pia ya Yanga, yeye pia alishaonyesha interest ya kutaka kwenda kujiunga na Simba. Na miongoni mwa wachezaji ambao waliwahi kutumika kumshawishi au wachezaji ambao waliwahi kumconvince Max Nzengeli kwenda kujiunga na Simba ni Chris Mushimba Mugalu, kama unamkumbuka, nyota wa zamani wa klabu ya Simba, mshambuliaji ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufunga, lakini injury ndio zilikuwa changamoto kwa upande wake. Ni miongoni mwa watu ambao waliwahi kumshawishi Nzengeli akajiunga na Simba kutokana na maisha mazuri ambao yeye aliyeishi ndani ya Simba kwa wakati ule akiwa anacheza Simba. Hawa ni watu ambao naambiwa ni marafiki wakubwa sana.
na hata alipomuuliza kuhusu hali ya Simba alimuelekeza kwamba Simba pale kuna kila kitu ni fresh na nini na mambo safi. Kwa hiyo ile ilimshawishi kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa bahati mbaya kwa kipindi kile wakati Simba anapelekewa jina lake hawakupendezwa na performance. Walikuwa wanaona kama sio mchezaji ameweza kuwafaa. Unajua Pacome Zouzoua, Max Nzengeli walianza kupelekwa Simba kabla ya kwenda Yanga lakini baada ya viongozi wa Simba kupitia wakaona kama hawafai, wakaachana naye, wakaacha kumsajili. Lakini sasa hivi tayari wameshafurahishwa na uwezo wake, manake ndio wanaweza sasa kumsajili na tayari wameshafanya mazungumzo na kila kitu naambiwa kiko tayari, kiko kimekamilika. Ni vitu vidogo vidogo tu ambao vimesalia, ambao kwenye vitu ambavyo vimesalia kuna demand ambazo yeye amezitaka Max Nzengeli, ambao moja ya vitu ambavyo amevitaka ni pamoja na yani kwenye ule mkataba wake kuwe kuna kwa mfano akiasisti mara labda 10 kwa msimu, kuna kiwango cha pesa kile kinaongezeka. Akifunga labda mabao 10 kwa msimu, kwa kuna kiwango cha pesa kinaongezeka. Kwa kidogo ni vipengele ambavyo Simba nao wanavipitia na kuona vile wanaviwekaje ili kuhakikisha kwamba wanafikia makubaliano mazuri. Kwa ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo vimebakia, lakini mpaka sasa Max Nzengeli na Simba mambo ni fresh kabisa. Inaweza ikawa ni mali ya Simba kwa msimu unaokuja wa mwaka 2026 25-26. Na hapa ndipo ambapo Yanga pengine wanaweza kaumia zaidi, kwa sababu Max ni mchezaji ambaye wanamtegemea sana, lakini kwa bahati mbaya tayari Simba wameingilia dili kati na muda wowote kuanzia sasa atasaini mkataba wa miaka 2 wa kuitumikia klabu ya Simba. Just imagine, kulia una Max Nzengeli, kushoto una Elim Panzu, nyuma una Jean Charles ama Faisal Salum, afu pale mbele una mashine ya mabao na ni Steven Dese Mukwala. Itakuwaje? Utapeleka timu uwanjani kweli au utaanza kususa kama ambavyo Simba Yanga wamesusa? Tusubiri tuone. Hizi tetesi za taarifa mbalimbali tu ambazo zinazungumzwa na taarifa ambazo niko nazo kuhusu Max Nzengeli ndio hicho ambacho nimekuambia. Tusubiri tuone itakuwaje.